Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana majeshi liwe. Tumekuwa tukiimba wimbo hapa, tukiwa tunapiga magoti, tumngojee Bwana. Ulikuwa ni wimbo wa kutafakarisha sana juu ya habari ya siku hiyo ya kutisha kama nini kwa ambao hawajajiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio katika Bwana. Yako mambo mengi, maswali mengi ambayo pengine tunajaribu kujiuliza, hao tunaogopa kuja kujiuliza. Na wakati mwingine tunajaribu hata katika mawazo yetu kuyaweka pembeni. Lakini ni maswali ambayo hayayapiki. Mwisho wa siku lazima tutajiuliza. Mwisho wa siku katika mawazo yetu lazima tu hatuwezi kuyaepuka wala kuyakwepa. Na swali hayo ni miongoni mwa swali nataka ujiulize leo. Ikiwa utakufa leo, upo tayari kukutana na Bwana Yesu? Ikiwa utakufa leo, uko tayari kukutana na Bwana Yesu? Ndio ujumbe wa somo la leo. Andika, ikiwa utakufa leo, sema nikiwa nitakufa leo, nipo tayari kukutana na Bwana Yesu. Ikiwa nitakufa leo, nipo tayari kukutana na Bwana Yesu. Hilo ni swali ambalo tunatakiwa kujiuliza. Ni si swali kwa ajili ya kukutisha, si swali kwa ajili ya kutisha tamaa, si swali la kwa ajili ya kukuletea uzuri, lakini ni swali kwa ajili ya kutafakarisha na kukutazamisha, kwa sababu maisha ya mwanadamu hayana uhakika wa mwisho wake. Hapo tunapanga leo, tunakuwa tuna mawazo mengi, pengine tunapanga mambo mengi. Mwanadamu ana mawazo mengi, ana mipango mingi. Nawaza juu ya habari ya kazi, unawaza na kupanga juu ya biashara, unawaza kupanga juu ya watoto, unawaza kupanga juu ya kesho yako. Lakini kumbuka, nalo jambo moja tu, mwanadamu unaweza kupanga mambo ya mbele, lakini huwezi kuamua tu utafika. Mwenye pumzi ya mwisho, mwenye kuamua, mwenye maamuzi yote yako mkononi mwa Mungu. Inawezekana ukapanga jambo leo, ukapanga jambo kesho, ukapanga baada ya miaka 5, lakini inawezekana mwisho wako ukawa ni leo. Wengi tunapanga mambo ya baadaye, si vibaya, ni vizuri kabisa, lakini tunasahau kuweza kupanga na kufanya uamuzi wa mambo ya milele yanayohusu maisha yetu baada ya kufa na kujiandaa. Swali la leo, ikiwa nitakufa leo, niko tayari kukutana na Bwana Yesu? Niko tayari kukutana na Bwana Yesu? Swali la msingi hapa si siku ya kufa. Tunajua hakika kwamba mwanadamu aliyozaliwa na mwanamke, kuna siku ambayo hatima yake ya maisha yake na safari yake hapa duniani itafika mwisho. Hiyo ni hakika kabisa kwamba kufa lazima, kila mpumzi ipo siku ataondoka duniani. Swali la msingi hapa leo hii, je, nitakuwa tayari? Nitakuwa tayari mbele za Bwana Yesu? Nitakuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupo tayari sana kwa ajili ya kuwaza mambo yetu ni vizuri. Wanadamu wana hofu juu ya kupoteza vitu vya dunia, lakini hana hofu juu ya kupoteza uzima wa milele. Anawaza baada ya kustaafu, baadaye nitapokuwa mzee maisha yangu yatakuwaje?
nitaishije? Lakini hana hofu kabisa juu ya maisha baada maisha ya milele. Nitapokufa nitakuwa katika hali gani? Swali ambalo nataka kujiuliza. Nitapokufa, wakati utapofika nisiojua, nitakuwa tayari kumpokea Bwana Yesu, au nitakuwa katika hali ya hofu, au nitakuwa katika hali ambayo kulikuwa kuna kila kusaga mimi. Katika kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 9 na mstari wa 27, neno la Mungu linasema ya kwamba Adamu ameambiwa siku moja atakufa, na baada ya kifo ni hukumu. Neno la Mungu linatuambia kwamba Adamu aina yoyote ameambiwa kufa mara moja tu, na baada ya kufa ni hukumu. Umejiandaje? Kwa kumbe kufa tunajua hakika kwamba tutakufa tu, lakini ambacho hatuna uhakika utakufa lini. Je, siku yako ni leo? Siku yako ni kesho? Baki katika fungu, na ndio maana tunaambiwa kuweza kujiandaa. Nikifa leo, nitasimama vipi mbele za Bwana? Nitakuwa tayari kumpokea Bwana? Tunaimba wimbo hapa, utaona na kwaya tunaimba wimbo mzuri sana wa kumngojea na kusema tuko tayari. Je, itakuwaje siku hiyo ya kutisha kama hiyo? Ninajiulize sasa, uko tayari? Uko tayari? Ukifa leo, ukiambiwa leo ndio siku yako ya mwisho, sasa hivi uko tayari ndugu yangu? Uko tayari ndugu yangu? Kitabu cha Amosi 4 na ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema jiweke tayari kukutana na Mungu wako. Jiweke tayari kukutana na Mungu wako. Bwana, hii ni honyo kutoka kwa Bwana mwenyewe chini ya wanadamu walio katika uso wa nchi, ya kwamba tujiweke tayari wakati wote. Alisema ujiweke tayari kesho. Alisema ujiweke tayari ukiwa mzee. Alisema ujiweke tayari ukiwa katika hali ya mauti. Usisema ujiweke tayari ukiwa ni mgonjwa. Hili neno sio la wachache, sio la wazee. Hili neno la kila mmoja wetu. Neno la kijana, neno la wazee. Neno la maskini, neno la tajiri. Neno la kila mmoja. La mgonjwa na neno ambalo sio mgonjwa. Neno ambalo yuko katika hali ya mauti na neno ambalo hayuko katika hali ya mauti. Neno la kila mmoja. Tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Tujiweke tayari leo. Tujiweke tayari kesho. Tujiweke tayari kila siku itwapo leo. Tuwe tayari katika maisha yetu. Hakuna anayejua siku wala saa atakayokuja Bwana wa Adamu. Ndio maana Bwana Yesu mwenyewe katika Mathayo sura 24 mstari wa 42 na wa 44 anasema, kesheni kwa sababu ni siku atakayekuja Mwana wa Adamu. Leo kesha tumezungumza wiki iliyopita, tulikuwa na somo zuri sana ambalo lilikuwa linasema utaimarisha mambo ya usafi. Wewe wote kesha na kuimarisha mambo ya usafi. Kesha hapa haina maana uwe macho usipate usingizi. Kesha ina maana wewe mwangalifu, uwe mtu wa kuona rohoni, ukoje umekaaje mbele za Bwana. Maisha yako hali yako ya kiroho na Bwana. Ndio maana ya kusema kwamba uwe mwenye kukesha na kuyatekeleza mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo hapa sio kufa. Kufa atakufa, lakini hatuchumi takufa. Mara nyingi tunasema nitafanya baadaye, nitatubu baadaye.
kuomba sana baadaye, labda nifanye kwanza mambo yangu niyamalize huko baadaye. Tokea watu, baadhi ya watu ambao nimekutana nao, nikaanza kuambia habari za Yesu, anasema wewe tuache kwanza, bado tunaifurahia dunia, bado tuko duniani. Kwa hiyo watu bado wanasema baadaye. Tatizo la baadaye, hakuna anayejua mwisho wake. Wakati usiozani, wakati usiofikiri, siku yako imefika. Wakati unadhani utatengeneza baadaye, hiyo siku itakuja ghafla usiozani. Somo la leo linatuambia ikiwa utakufa leo, upo tayari kukutana na Bwana Yesu. Biblia inasema, inatupa tahadhari katika Yakobo 4:14 ya kwamba mwanadamu, maisha yetu ni kama mvuke, huja na ghafla hutoweka. Ndivyo alivyo maisha yetu sisi, yanaonekana yakuchanua pale ambapo tuna matumaini ya duniani, lakini ghafla yanapotea kama mvuke, ni kama ukungu. Ndivyo alivyo maisha yetu, ndivyo alivyo maisha yetu. Ndio maana Bwana Yesu katika ile Luka 12 kauli kusema saa 6 mpaka 40 anaanza kutuambia, anaanza kutupeleka tahadhari, tuwe watu wa kukesha, tuwe watu wa kuandaa taa zetu, tuwe watu kama waongojao Bwana wao. Ni kama watu waongojao Bwana wao, kwa sababu watu nilipokuwa natafuta wimbo ambao tumeuimba hapo, amngojea Bwana, nilikuwa nikitafakari ile siku hiyo, siku ambayo tutaondoka duniani. Nitaondokaje? Nitakuwa mtu wa majuto au nitakuwa mtu wa hofu mbele za Bwana? Nitakuwa na amani mbele za Bwana au maisha yangu itakuwa bado haijakaa sawa sawa? Au nitakuwa bado ninasema ngoja baadaye, nitaanza kuomba baadaye, nitaanza kufunga baadaye, nitaanza kuishi maisha matakatifu baadaye, nitachukua baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu anatuambia tena kisa kingine ambacho tutakiangalia huko mbele, wale wanawali, wale wenye hekima 5 na wale wenye busara ya hekima 5 na wale wapumbavu 5. Hawa watu walikuwa na taa, lakini walikuwa hawana mafuta, wale wapumbavu. Kwa hiyo Yesu anataka tuwe tayari wakati wote. Je, wewe leo hii ukifa uko tayari? Ukiitwa uko tayari? Tumeshuhudia watu ambao mlikuwa nao, kesho unasikia hayupo duniani. Nishuhudia marafiki ambao leo nilikuwa nao, nacheka nao, kesho unasikia hayupo. Nilikuwa na rafiki mfanyakazi mwenzetu, pia amestaafu tu mwaka jana, ghafla napata taarifa amedondoka, amekufa katika muda usiozani. Siku hiyo inakuja ghafla. Ujumbe wa leo unatutoa na kutuweka katika hali ya kutokudanganya, hali ya kutojisahau na kuweka tuwe tayari wakati wote. Paulo anatuambia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 8, anaanza kutuambia, basi ndugu zangu, ninyi msiwe kama watu wa usiku, wa giza, bali mwe kama watu wa nuru, watu wa mchana. Maana siku hiyo inakuja, itakuja kama mwizi, lakini kwenu ninyi haitawashtukia kama watu wasiojiandaa. Hali itapokuja siku hiyo ya ghafla, mtakuwa mko tayari. Wale watu ambao wanajiandaa, siku hiyo inakuwa ni ya kushtukiza wakiwa bado wanajiandaa. Jiulize, nikifa leo, sasa hivi niko tayari? Bwana Yesu asifiwe.
Yesu anataka tutoke katika hali ya usingizi wa kiroho, tuwe watu watoba kila wakati, watu wa kujichunguza kila wakati, watu wa kujikagua kila wakati, watu wa kuenenda kila wakati. Anataka tuwe macho, tuweze kukesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari? Uko tayari? Ukifa leo, uko tayari? Uko tayari kumpokea Bwana Yesu kwa moyo wa Bwana Yesu? Au utakuwa sehemu ya kupotea? Au utakuwa ndio wale wanaenda katika njia ile iliyo pana? Wengi wanaelekea huko kwa sababu hawajajiandaa, Wengi wanasikia habari kama hizi, lakini wengine wanazipuuza. Wengi wanahubiriwa, wanapata habari njema za ufalme, lakini wengine wanaona hizo habari haziwahusu. Wengine wanaona, wanajua kwamba wanakufa, lakini wanajua hawezi kufa leo. Wanajua pengine kifo ni cha wengine, wanajua watakufa, lakini sio leo. Somo hili linataka kutuweka katika hali ya uangalifu wa hali ya juu. Sasa maisha hapa duniani ni mafupi. Nataka kutengeneza ili tuwe na maisha ya furaha ya milele pamoja na Bwana Yesu. Kule watakwenda tu wameshinda, wamepita katika majaribu na kushinda. Kule hamna mnyonge, kule wanakwenda wale walioko tayari. Neno linatuambia tuko tayari. Wengi wanatamani kwa pamoja na Bwana Yesu baada ya maisha haya, lakini hawataki kuwa tayari kuwa naye leo. Wengi wanatamani, lakini bado wamekupatia sana, hawataki kuacha sana. Uko tayari kukutana na Bwana Yesu? Uko tayari kukutana na Bwana Yesu baada ya ikiwa utakufa leo? Uko tayari? Hili ni swali la kujiuliza, sio swali la ndugu yako, sio swali la mchungaji peke yake, sio swali la kwako wewe. Uko tayari? Sio walio mahututi, sio walio wagonjwa, ni la kila mmoja wetu, aliyeokoka na asiyeokoka, mhudumu katika kanisa, katika nafasi yoyote, kazi ya uaskofu, mchungaji, mzee wa kanisa, katibu, viongozi mbalimbali wa kila idara, mshirika na asiyemshirika. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Na kila mwenye pumzi, kwa sababu kila mwenye pumzi ipo siku safari yake itafika mwisho, na Mungu ndio kwenye hatima ya kuamua lini kuondoka. Unaweza kuondoka ukiwa mtoto, unaweza kuondoka ukiwa kijana, unaweza kuondoka ukiwa mzee, unaweza kuondoka kwa sababu yoyote ile, iwe ya kibinadamu, sio ya kibinadamu, unaweza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko tayari? Yesu anataka tuendelee kuishi, tusiangalie tu maandalizi ya kibinadamu ya hapa duniani. Nataka kuwa na maisha mazuri, nataka kuwa na mafanikio. Ndio ni vizuri, lakini vizuri zaidi uweze kujiandaa, uweze kuwa tayari. Mjiulize, nikifa sasa hivi niko tayari? Uwe na hofu juu ya jambo hilo, na ukifungwa hautafunguliwa tena. Na wakati wa neema huu tutuona, hakuna wakati mwingine. Ujumbe huu ni wa kwako.
Ikiwa utakufa leo, uko tayari kukutana na Bwana Yesu, kwa sababu ni hakika kabisa kwamba kifo kipo tu, kifo tu. Lakini jambo la kusikitisha sana ni kwamba ujui, je, uko tayari? Uko tayari? Utakuwa tayari au utakukuta na uchungu? Utakukuta umemweka ndugu yako ndani ya moyo. Watu wengi wanadhani ya kwamba anaogopa dhambi kubwa tu za uzinzi, zina, uchawi na kila namna. Lakini nikwambie, wako wengi sana wasiofanya hizo, wasiofanya dhambi ya uzinzi, zina, wasio wachawi, lakini hawako tayari kukutana na Bwana Yesu. Somo hili linataka kuwa tayari. Ikiwa safari yangu itaisha sasa hivi, itaisha leo, je, niko tayari? Niko tayari kweli? Nitakwenda upande gani? Nitakuwa pamoja na Bwana Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa utakufa leo, uko tayari? Leo unatukumbusha maisha yetu sio hapa duniani, yanapita tu. Maana Yakobo kama tulivyosoma anasema maisha maadamu ni kama mvuke. Wale watu ambao tunaenda kwenye mazishi yao, itupe kama mwanga, na wao walikuwa kama sisi. Hawakutazamia, lakini siku ilikuja kwa ghafla, wakakuta wanaitwa. Wengi walikuwa na matumaini mengi na mipango mingi. Maisha yetu hayaishi tu tutapokuwa kaburi. Kifo ni sehemu, ni mlango wa kuingia milele. Hatutabaki kuzungumzwa na watu, hatutabaki kuzungumzwa kwa mali tulizoziacha. Je, uko tayari? Uko tayari? Usiishi kwa kujidanganya, usiishi kwa kuamini kwamba muda bado upo. Ishi kwa tahadhari. Usiweke toba na wokovu pembeni kwa kudhani kwamba kesho utatengeneza. Kwanza ujue wakati huu ulio nao kama utapata tena. Haujui kesho. Nafasi uliyoipata ni ya Mungu. Ishi kama uko tayari leo, siku yako ya mwisho ishi duniani. Joshua siku moja wakati akiwa anahubiri anasema, utamtambua mtumishi wa Mungu wakati wa mwisho wa safari yake. Siku ya wakati anaondoka, nahisi ilikuwa tarehe 5 Mei, tarehe 5 tu mwezi wa 6, Bwana ikumbuka sababu nilikuwa pia namfuatilia. Alisema kuna wakati wa kucha duniani na kuifanya kusudi la Mungu, na kuna wakati wa kurudi kwa Baba baada ya kumaliza kazi, na baada hiyo tutaambiwa ameondoka duniani. Kuwa tayari, kuwa tayari, kuwa tayari, kwa sababu juisi siku ile itakayoitwa. Ujui saa ya mwisho itakuacha, lakini lazima ujue hiyo siku ipo, ipo kwa kila mpuzi. Uhai tulio nao huu na dunia hii usikudanganye. Uko tayari? Uko tayari kweli kukutana na Bwana ikiwa leo utakufa? Uko tayari kweli kukutana na Bwana
ukiondoka duniani, ikiwa leo Bwana anataka uondoke duniani, uko tayari? Kifo sio mwisho, kifo ni daraja kwenda kwenye hukumu ya milele au kwenda kukaa mbele ya Bwana Yesu. Uko tayari? Ndani ya moyo wako endelea kuchunguza hali hiyo. Uko tayari? Utakuwa katika hali gani utakapokutana naye baada ya maisha? Utakuwa katika hali ya toba, umetakaswa, au utakuwa katika hali ya kusaga meno, hali ya wasiwasi na hofu kuu? Siku hiyo inakuja, haiko mbali. Siku hiyo haiko mbali. Itakukuta ukiwa na shina la kuwa Mkristo, lakini huna uhusiano wa kweli na Yesu. Itakukuta unaishi maisha ya mazoea mbele za watu wanakuona ni mtakatifu, lakini Bwana akikutazama anakutazama umepungua. Jiweke tayari kukutana na Mungu wako. Ni kuweza kutafakari, kwa sababu maisha ni mafupi na hana uhakika. Hakuna mwanadamu anaweza kujihakikisha kesho. Mwanadamu anayejua sasa, lakini anayejua kesho. Hii sasa ni muhimu kwako kuweza kutekeleza maisha. Safari ya maisha yetu ya duniani inaweza katika mwisho wakati ambako unatarajia. Unazani utajipanga, unazani toba. Wakati ni sasa. Usiishi kama kwamba una muda mwingi. Ishi kama una muda mwingine tena, kwa sababu unaweza ukaitwa wakati wowote. Huu ni wakati wa mategemeo.